Mwaka 2023 2024 sekta hii ilichangia katika pato la taifa kwa asilimia 9.0. Kwa mwaka wa fedha 2024-2025 sekta ya madini imechangia kwenye pato la taifa kwa asilimia 10.1, mwaka mmoja kabla ya target iliyowekwa. Ilipaswa mwaka 2025-2026 ndo sekta hii ichangie kwa asilimia 10 kwenye pato la taifa. Tumeuwahi mwaka mmoja kabla ya mwaka ambao ulikuwa umeainishwa kwenye sera ya madini. Haya ni mapinduzi makubwa na kuonesha ni kwa namna gani sekta hii imeendelea kuimarika siku hadi siku. La tatu, kwenye kipindi cha miaka minne Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Wizara ya Madini imekuja na mkakati maalum ambao tumeita Mining Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Kwa nini tumekuja na kauli mbiu hii na mpango huu, na kwa nini madini ni maisha na utajiri? Nitaeleza. Mpango huu umejikita katika kuongeza utafiti wa kina wa kubaini madini katika nchi yetu ya Tanzania. Nchi yetu ya Tanzania ina ukubwa wa eneo la kilomita za mraba 945,000 ambao ni sawasawa na ekari milioni 233. Kijiolojia tumegawa nchi yetu ya Tanzania katika vitu vinaitwa QDS, quarter degree sheets. Ziko 322 nchi nzima, na kila QDS moja ina urefu wa kilomita 54 na upana kilomita 54, na hivyo inatengeneza eneo la kilomita za mraba kwa QDS moja la 2916, zaidi ya ekari 700 ndo QDS moja. Tumefanikiwa kufanya kitu kinaitwa geological mapping, utambuzi wa viashiria vya miamba yenye madini kwa asilimia 97. Tumefanikiwa kufanya kitu kinaitwa low resolution, utafiti lakini ambao ni low resolution, ambao line spacing yake ni kilomita kwa kilomita, na kurusha chombo katika usawa wa uso wa dunia kinakwenda mita 120. Hiyo ndio inaitwa low resolution. Hiyo tumeifanya kwa asilimia 100 mwaka 1978 na 79 imefanyika. Lakini hivi sasa dunia imejielekeza kwenye utafiti wa kina, high resolution geophysical survey. Sisi katika nchi yetu ya Tanzania tumeifanya hii kwa asilimia 16 tu, na upande wa geokemia tumefanya kwa asilimia 24. Lakini ili uweze kuwa na nafasi ya kuweza kufahamu ulichonacho chini ya ardhi, kwa hivi sasa teknolojia ya duniani leo ni kufanya kitu kinaitwa high resolution airborne geophysical survey. It's either kurusha drone, kurusha helicopter, kurusha ndege, kupiga picha chini ya ardhi, kuiscan ardhi, kuweza kubaini viashiria vya madini, anomalies na magnetic points. Sisi kwetu tumefanya kwa asilimia 16 tu katika ukubwa wa eneo la nchi yetu ambao nimelisema. Lakini maajabu yake, kwenye hiyo asilimia 16, mwaka wa fedha 2022-2023 sekta ya madini ndio iliongoza kwa kuingizia nchi yetu fedha za kigeni. Asilimia 56 ya fedha za kigeni zote kutokana na sekta ya madini. Yaani mauzo ya bidhaa nje ya nchi kwa mwaka huo yalikuwa ni ya dola bilioni 3.6. Na ilifaa sekta hii ya madini iongoze kwa kuingizia nchi yetu fedha za kigeni. Mapato ya kodi ya ndani, Wizara ya Madini katika mwaka huo ilichangia shilingi trilioni 2.1
sawa na 15% ya mapato yote ya kodi ya ndani. Lakini mzunguko uliofanyika kutokana na masoko ya madini 43 na vituo vya ununuzi 109 ilikuwa ni zaidi ya shilingi trilioni 1 na bilioni 700. Lakini fedha iliyozunguka kwenye ununuzi wa bidhaa na utoaji wa huduma migodini ilikuwa ni shilingi trilioni 3.1. Sasa unajiuliza, kama hatujafanya utafiti wa kina na haya ndio manufaa, hivi what if tukidouble ile 16 ikaenda kuwa 32 au tukaifanya kuwa 48, nchi yetu itakuwa wapi? Ndo hapo wizara ikaja na Mining Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Lengo ni kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 tu tumeipima nchi yetu kwa 50% ili tupate tija na manufaa mara 3 zaidi ya haya ambayo nimeyasema hapa. Ndugu zanguni, nayasema haya huku wachimbaji wadogo wakichimba kwa kubahatisha, wakiwa wana nyenzo duni, lakini huo ndo mchango wa sekta. Kwa tukaja na hiyo Vision 2030 kipindi cha Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba tutaipima nchi yetu kwa 50% ifikapo mwaka 2030. Na malengo yetu ni kuona sekta yetu inatoa mchango katika maisha ya Mtanzania. Na hapa naanza kufafanua, tukisema madini ni maisha maana yake nini? Madini ni maisha kwa sababu katika maisha ya leo ya mwanadamu, na hasa Mtanzania, huwezi kuikwepa sekta ya madini. Ina mchango mkubwa katika maisha yetu ya kila siku. Tukifanikiwa kufanya utafiti wa kina, tukarusha ndege, tukapiga picha hiyo ardhi, tukafanya exploration, tukafanya drilling, tukafanya geokemia kuweza kubaini sampuli za udongo na maji kwenye sekta ya kilimo, peke yake, kupitia utaratibu wetu huu. Cha kwanza, tutasaidia katika kubaini miamba yenye maji, zile aquifers, ambazo zinaweza zikatumika katika uchimbaji wa mabwawa, na huku Wizara ya Kilimo ina mpango wa kuchimba mabwawa 100. Tukaboresha kilimo cha umwagiliaji. Mtanzania akawa na uwezo wa kulima na kumwagilia na akavuna mara 3 katika msimu. Maisha ya Mtanzania yatabadilika kupitia sekta ya madini. Nchi yetu ya Tanzania ni mwagizaji wa mbolea, ni net importer kabla ya kiwanda cha Intracom kijengwa pale Dodoma. Lakini mbolea nyingi tumekuwa tukiagiza. Tunatumia fedha nyingi sana ya kigeni. Tunaamini kupitia hii Mining Vision 2030 tutakuwa tuna uwezo wa kubaini maeneo yenye malighafi za kutengeneza mbolea na kuvutia uwekezaji mkubwa wa viwanda vikubwa kuja kutengeneza viwanda hapa nchini Tanzania, na hivyo kurahisisha upatikanaji wa pembejeo kwa wakulima wetu, na hivyo itapelekea kupatikana kwa tija kwa wakulima wetu. Hivi sasa nchi yetu inaagiza sana DAP na NPK. DAP yanatokana na phosphorus, ambao tuna uwezo sisi baada ya kuwa tumepiga picha nchi yetu kubaini maeneo ambako phosphorus inapatikana. Lakini NPK na yenyewe alikadhalika, nitrogen, phosphorus na potassium, ambao tukifanya utafiti wa kina tuna uwezo wa kuonesha ni wapi madini haya yanapatikana kutengeneza mbolea. Lakini hekta milioni 3.6 za nchi yetu ya Tanzania zimeathiriwa na tindikali. Na njia pekee ya kutibu tindikali ni madini, ni chokaa kilimo. Unaipata wapi? Ni mpaka huo umeshafanya utafiti wa kina, na tuna uwezo wa kuisaidia nchi yetu kuiongoza vizuri katika eneo la kilimo. Hekta milioni 3.7 za nchi yetu ya Tanzania zimeathiriwa na chumvi.
Na njia pekee ya kuitibu ardhi hiyo ni kupitia madini ya jasi. Kupitia utaratibu huu tuna uwezo wa kuweza kusaidia kuonesha ni wapi yanapatikana kwa wingi, tukawasaidia wakulima nchi yetu ya Tanzania maisha yao yakabadilika. Sekta ya ujenzi, kupitia utaratibu huu tunaamini kabisa ya kwamba na uwezo wa kufanya vizuri zaidi kwa kupata malighafi za kusaidia kuchochea uchumi wa viwanda katika nchi yetu ya Tanzania. Malighafi za kutengeneza saruji, vifaa vya ujenzi, marbles, tiles, zote zinatokana na sekta hii. Kwa ukishafanya utafiti wa kina, ukawa na uwezo wa kujua kipi kipo wapi kwa wingi gani, ni rahisi sana kusaidia sekta zingine ziweze kukua. Kwenye sekta ya afya, kupitia sekta hii ya madini, tuna uwezo wa kutoa mchango mkubwa. Leo ndugu zangu, katika bonde la Rukwa tuna miradi mikubwa miwili ya helium. Tuna kampuni mbili, Noble Helium na Helium One. Mmoja wako kisima cha Mbelele, mwingine yuko Itumbula 1 na Itumbula 2. Wamefanya utafiti hivi sasa. Na habari njema ni kwamba concentration ya helium ya Rukwa hivi sasa ina uwezo wa compete na Marekani na Urusi katika taarifa za awali ambazo wamezitoa. Tanzania inakwenda kuingia kwenye ramani ya dunia kwenye uzalishaji wa gesi ya helium. Lakini helium inatengeneza nini? Vifaa vyote vya MRI vinatokana na gesi ya helium. Kwa ni rahisi zaidi ukiwa una deposits za kutosha kuconvince viwanda vikubwa, kwa sababu ya uhakika wa malighafi, kuja kutengeneza bidhaa hizo hapa nchini. Na ndio kazi ambayo tunaisema madini ni maisha katika maana hiyo. Hivyo naendelea kuamini kabisa ya kwamba mchango wa sekta hii katika maisha ya Tanzania ni mkubwa sana, tukikamilisha haya malengo ambayo tumejiwekea. Kwa nini tunasema madini ni utajiri? Sekta ya madini inaongozwa kwa taarifa za kijiolojia, geological information au geological data. Ndio sekta ya madini inaongozwa. Wote wanaokuja kuwekeza hapa nchini wanafanya utafiti, zile taarifa ndio wanakwenda kuzipeleka katika stock exchange mbalimbali duniani. Na sisi tunasema tukikamilisha kufanya utafiti katika eneo kubwa la nchi yetu ya Tanzania, tutakuwa tuna taarifa ya nchi yetu ya Tanzania kwa madini tulionayo na vile vile kwa deposits ambazo tunazo kwa wingi wake. Taarifa ile ndio utajiri wa Tanzania. Hakuna utajiri mwingine zaidi ya huo. Itakufanya hata ukienda kwenye negotiation unakwenda ukiwa una nguvu ya ziada ya kutosha, kwa sababu una sehemu ya kuanzia. Taarifa tunazo. Huo ndio utajiri wa Tanzania, umelalia hapo. Ni hii Mining Vision 2030 inakwenda kufumua utajiri huo kuleta juu ardhini. Ndio kazi ambayo nakwenda kuifanya. Eneo la 4 la maduhuli. Mwaka wa fedha 2015-2016 sekta ya madini iliingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 162 tu kwa mwaka mzima. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya mwaka 2017 iliyoanzisha tume ya madini na uanzishwaji wa masoko na vituo vya ununuzi, ndugu zangu, makusanyo ya sekta ya madini kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali yamezidi kuongezeka mwaka hadi mwaka, kutoka bilioni 162 kwa mwaka. Mwaka wa fedha 2022-2023 sekta hii iliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 678. Mwaka wa fedha ulioishia, sekta hii imeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 753. Na mwaka huu wenzetu Wizara ya Fedha wametuwekea lengo tukusanye shilingi trilioni 1. Na hii ndio inaenda kuvunjwa rekodi, haijawahi kutokea sekta ya madini kuchangia mchango mkubwa hivyo wa maduhuli. Mwaka huu tumewekewa lengo la shilingi trilioni
Moja. Leo ni tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2025. Tumebakiza siku 37 mwaka wa fedha huu uishe. 7 za leo na zingine ambazo zinakuja huku kijumlisha. Mpaka tarehe ya leo tumekusanya shilingi bilioni 930. Tukiwa tuna siku za ziada 37. Tunadaiwa bilioni 70 kufikisha lengo kwa 100%. Na ambao nataka niwahakikishie ndugu wahariri, Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kuvunja rekodi hii. Tunafika shilingi trilioni 1 kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu ya Tanzania. La 5, la ununuzi wa dhahabu kupitia Benki Kuu kwa ajili ya akiba ya dhahabu, gold reserve. Wengi mpo hapa mmenizidi umri mimi. Wakina Mzee Saida, Mzee Salim, mmenizidi umri kwa kiwango kubwa sana. Wewe ni baba yangu sana. Utakuwa unakumbuka iliwahi kutokea miaka fulani Benki Kuu aliingia kwenye utaratibu huu. Ninyi mnafahamu historia. Baada ya hapo Benki Kuu aliacha kununua na kuhifadhi dhahabu. Kilichotokea ni kwamba ukienda kuziranki nchi 5 Afrika wazalishaji wa dhahabu, Tanzania imo. Lakini ndo nchi pekee ambayo haikuwa na akiba ya dhahabu. Mwaka 2024 tulifanya marekebisho ya sheria yetu. Kifungu cha 59 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya madini sura ya 123 ambacho kinataka wamiliki wote wa leseni kutenga asilimia isiyopungua 20 ya madini yote kwa ajili ya kuprocess, smelting na biashara ndani ya nchi. Ni sharti lazima sasa hivi kwenye sheria. Tulifanya marekebisho mwaka jana. Kila anayezalisha madini lazima atenge. Tumefanya hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu kuna wakati inamlazimu sonara aliyoko Dar es Salaam asubiri dhahabu kutoka Dubai atengeneze mkufu wa Mtanzania ambaye madini yanatoka kwao. Kama tufanye marekebisho haya ya sheria. Tumeanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024. BOT ndo ameanza kununua dhahabu. Sasa kwa Afrika, niwape takwimu. Kwa Afrika, nchi inayoongoza kwa kuwa na reserve kubwa ya dhahabu kupitia Benki Kuu ni Algeria. Wana tani 174. Lakini nchi ya mwisho kwenye 10 bora ni Msumbiji. Wana tani 3.6. Tumeanza kununua dhahabu tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024. Ni miezi 8 hivi sasa. Ndugu zangu wahariri, hivi sasa Benki Kuu ya Tanzania ameshanunua tani 3.7 zimehifadhiwa na tumeshampiku Msumbiji. Yaani ndani ya miezi 8 tumeingia tayari kwenye 10 bora. Na lengo letu la mwaka huu ni kununua tani 6. Miaka 5 ijayo watajitafuta hapo kwenye orodha. Ndani ya miaka 4 Daktari Samia Suluhu Hassan. Haya ni mapinduzi makubwa sana ambayo yamefanyika. La 6, la uwezeshaji wa wachimbaji wadogo. Tunatambua fika ya kwamba ili uchumi wa nchi yetu uweze kukua, lazima ili kundi kubwa la wachimbaji wadogo wa Tanzania wawezeshwe, wasimamiwe, waweze kuleta tija. Katika maduhuli haya ambayo nayasema ya kufikia trilioni 1, wachimbaji wadogo wanachangia kwa 40%. Wakati huo hawana mitaji, hawana maeneo rasmi, teknolojia duni, wanachimba kwa kubahatisha. Lakini mchango wao ndio huo hivi sasa. 40%. Kama serikali tumekuja na mkakati madhubuti hivi sasa wa kuwafanya Watanzania kumiliki uchumi huu wa sekta ya madini.
Ziko hatua ambazo serikali imezichukua. Ya kwanza, tumeendelea kuwarasimisha na kuwapatia maeneo ya uchimbaji wa madini. Mwaka jana nilifuta leseni na maombi ya leseni 2648 ya watu wameshikilia maeneo hawafanyii kazi. Watu wetu wanahangaika kutafuta maeneo. Na yuko Mtanzania mmoja alikuwa na leseni na maombi ya leseni yenye eneo la ukubwa sawasawa na mikoa 11 ya Dar es Salaam ukiunganisha. Yaani Dar es Salaam zio 11. Kuna mtu mmoja alikuwa anamiliki eneo la ukubwa huo. Hafanyi chochote, amekalia, anasubiri wawekezaji. Nimefuta yote, nimerudisha serikalini. Tunawapanga sasa wachimbaji wadogo vizuri, tunawapatia maeneo. Waongeze tija katika uzalishaji wa uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. La pili, Mheshimiwa Rais alielekeza Shirika la Madini la Taifa STAMICO, ambaye ndio mlezi wa wachimbaji wadogo, kununua mitambo ya uchorongaji ili tuweze kuwasaidia katika tafiti zao na kuweza kubaini sehemu madini yalipo kwa urahisi. Kwa tumenunua drilling rigs 15. Tunazo kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Tumezigawa kikanda. 5 ziko tayari, 10 tunazindua mwezi wa 6. Zimeshaingia. Katika uchorongaji kibiashara, wanafanya biashara wanachoronga mita 100 kwa zaidi ya shilingi milioni 25. Za kwetu za kupitia STAMICO katika kumwezesha mchimbaji mdogo, Mheshimiwa Rais amekubali kugharamia sehemu ya gharama na inakuwa kama ni ruzuku kwa mchimbaji mdogo. Kwa badala ya kulipa milioni 25 kwa mita 100 kwenye kuchoronga, wachimbaji wadogo wanalipa milioni 10,700,000. Inayobaki ni serikali imechangia kwa ajili ya kuwezesha wachimbaji wadogo. Tumeendelea katika kuhakikisha tunawasaidia kupata mikopo na mitaji. Tumekaa na taasisi za fedha na benki zote hapa nchini Tanzania kwa lengo la kuwajengea uelewa na ufahamu wa sekta ya madini. Na juzi nilikuwa Geita nikawaambia, siku benki zikiamua kutoa makoti yao ya ubenki yakaenda yakawafikia wachimbaji wadogo walipo, wataachana na kufukuzana kwa watumishi wa umma kutafuta deposits. Siku benki yoyote ikilitoa koti lake, ikaliweka pembeni, ikawafuata waliko wachimbaji wadogo, ina uwezo kufanya vizuri sana. Wachimbaji hao kwa mfumo wa maisha yao wamefikia hatua huo wana uwezo kupishana wenyewe kwa wenyewe mpaka shilingi bilioni 1 pasipo kuandikishana. Ni biashara ya kuaminiana. What if benki ambao wana sheria na taratibu wakienda wakaongeza kitu kidogo kwa wachimbaji wadogo, na uwezo kufanya kazi kubwa zaidi. Kwa nimeunda kamati ya watu 6 ya kunishauri namna bora kuwawezesha Watanzania kwenye sekta ya madini. Natamani kuwaona Watanzania wanashikilia nafasi za juu kabisa kwenye uchumi huu. Na hapa ndipo utakapoona manufaa makubwa. Fedha ikibaki nchini itamgusa mjomba, baba mdogo na mama mdogo wa kila mtu aliyoko hapa nchini, tofauti na ilivyo hivi sasa. Na ndio maana tunaona kwamba tuna nafasi kubwa kuweza kuwasaidia Watanzania hawa. Nimeunda kamati ya watu 6. Na jambo ambalo linifanya niunda kamati hii, nilipata hasira, lakini hasira yenye maana. Nilikwenda Canada kwenye mkutano wa PDAC. Nikiwa Canada nikakutana na katibu mtendaji wa tume ya madini ya Ghana. Katika mazungumzo nikamuuliza uzalishaji wa dhahabu wa Ghana. Akaniambia Ghana wanazalisha wakia milioni 5 kwa mwaka. Wakia milioni 3 ounces ni makampuni makubwa, wakia milioni 2 ni wachimbaji wadogo. Ambao wanajua tafsiri yake ni nini? Ni wachimbaji wadogo wa Ghana ni sawasawa na GGM, Bariki, Bulyanhulu na Tarime Nyamongo
Buckreef, Shanta na wachimbaji wote wadogo wa nchi yetu ya Tanzania wakikusanya mzigo wao hawafikishi wakia milioni 2 za wachimbaji wadogo wa Ghana. Sisi tunaishia wakia milioni 1.9. Ndio hasira ambayo nilirudi nayo. Ni hasira nzuri, lakini nikasema lazima tuwajengee uwezo watu wetu waweze kufika hatua ya juu na wenyewe. Na njia pekee ni kuweza kuwawezesha kimitaji na kuwawezesha kivifaa na kiteknolojia tufikie lengo. Ndio tumeunda hii timu. Na lengo lake kubwa ni kwenda kuutumia mfuko wa dhamana ulioko katika Wizara ya Fedha na Benki Kuu, Credit Guarantee Scheme ambayo iko pale. Nataka tuitumie ile kwa ajili ya kuwawezesha wachimbaji hao wadogo. Kwa hivi sasa tumeanza kuwa cluster. Wako wadogo sana, wako wakati, wako waliopiga hatua. Ndugu zangu wa Hariri, siku moja nitaomba muende sehemu moja inaitwa kwa Msisi Handeni, Tanga. Mkakutane na mchimbaji mdogo wa Tanzania aliyejenga kiwanda cha madini Kinywe. Unaweza ukashindwa kuelewa kama huko Tanzania. Ni mchimbaji ambaye sisi kama serikali kafika hapo kwa asilimia kubwa kwa jitihada zake. Kwa tunaona sasa kuna haja ya kuwashika watu wa namna hii. Na maajabu yake tu, duniani hivi sasa mahitaji ya graphite madini Kinywe kwa mwaka ni tani milioni 6.5. Uzalishaji wa graphite duniani kwa mwaka ni tani milioni 1.2. China ndo anaongoza kwa kuzalisha tani nyingi za graphite. Anachangia 64% ya mahitaji yote ya dunia. Kwa Afrika anaongoza Madagascar, anachangia 13% ya mahitaji yote ya dunia. Wa pili ni Msumbiji, anachangia 10%. Wa tatu ni Tanzania, anachangia 0.64. Na huyu ndiye huyo Godi Mwanga alioko Handeni kwa Msisi. Lakini tuna miradi ya Lindi Jumbo ya graphite, tuna mradi wa Faru Graphite Mahenge na Ecograph Mahenge ambao ikianza kufanya kazi itaipeleka juu Tanzania kuwa sehemu ya uzalishaji wakubwa katika bara la Afrika. Kwa hiyo nimeunda kamati hiyo kwa lengo la kujengea uwezo wa Tanzania. La 7, uongezaji thamani madini yetu. Sheria ya madini kifungu cha 100 D kubwa kinazungumza kuhusu swala la uongezaji thamani madini ndani ya nchi. Na ndio maana nikisoma bajeti yangu nilitoa tamko la kwamba kwa hivi sasa hatutatoa tena leseni kubwa katika eneo la madini mkakati mpaka mwekezaji atakapothibitisha na kuja na mpango mkubwa, a comprehensive plan ya kuongeza thamani ndani ya nchi. Tunataka nchi yetu inufaike na manufaa ya madini ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Hivi sasa mwitikio ni mkubwa wa uongezaji thamani madini. Tuna viwanda 8 vya kusafisha madini ya dhahabu, refineries ziko 8 hivi sasa. Serikali inazisaidia kupata ithibati ya LBMA katika kupitia taratibu na sheria mbalimbali ambazo tumeziweka ili waweze kukidhi vigezo wapate LBMA certification. Lakini tuna viwanda ambavyo vimejengwa sasa hivi zaidi ya 7 kwa ajili ya kuongeza thamani madini ya metali, hasa madini ya shaba na madini ya nickel. Pale Kahama, Shinyanga, kwenye eneo ambalo lilikuwa ni eneo la Buzwagi, mgodi wa Buzwagi ambao umefungwa hivi sasa, tuna eneo la ekari 1331. Eneo lile tumelitenga kwa ajili ya viwanda vya kuongeza thamani. Pale hivi sasa tunatarajia wenzetu wa Kabanga Nickel, Tembo Nickel watajenga
a state-of-the-art multi-metals refinery facility, kiwanda cha kusafisha ambacho kitakuwa kina uwezo wa kuitoa bidhaa ya mwisho ya kwenye nickel kutoka Kahama kuingiza kwenye gari ya umeme moja kwa moja kutokea Kahama. Ndio mapinduzi makubwa ambayo yanakwenda kutokea. Lakini pia pale Dodoma vinajengwa viwanda 5 vipya vya kuongeza thamani madini hasa ya shaba. Hivi sasa kwenye shaba tumeshavuka hatua. Tunalitoa jiwe hivi sasa kama lilivyo. Tuna process, tunatengeneza copper cathode. Lakini lengo letu kubwa ni kuifanya Tanzania kuwa wazalishaji wakubwa wa copper rod au copper wire wengine wanaita, ambao ni bidhaa yenye mahitaji makubwa sana. Tumefikia hatua hiyo hivi sasa katika nchi yetu ya Tanzania. Mwezi uliopita nilikuwa Chunya, nimefungua kiwanda kikubwa sana cha kuprocess shaba, kiwanda cha mast. Na tunategemea mwezi wa 7 naenda kuweka jiwe la msingi, mwezi wa 7 kitafunguliwa. Lakini pia STAMICO walipokea maelekezo ya Mheshimiwa Rais alipoenda katika ziara mikoa ya kusini ya uongezaji thamani wa madini yetu, madini ya chumvi, ambao wakulima wa Tanzania walikuwa wanalalamika sana juu ya upatikanaji wa masoko. Ndugu zangu, tunajenga kiwanda chini ya STAMICO pale Lindi na Ngulukulu. Mwezi wa 7 kitakuwa kimekamilika, mitambo yote imeshaingia. Wakulima wa mikoa ya kusini hivi sasa wana sehemu ya kuipeleka chumvi ghafi yao katika eneo la kuongeza thamani ndani ya miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. La 8, madini ya vito. Na hapa nitazungumza sana kuhusu Tanzanite. Ndani ya kipindi cha miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tumefanikiwa kurejesha tena minada ya ndani na kimataifa ya madini ya vito kwa ajili ya kuendelea kutangaza madini yetu. Madini ya vito ni madini ambayo yanatumika, ni madini ya kifahari na hata matumizi yake yako hivyo. Lakini sio Tanzania peke yake ndio wenye madini hayo, tunashindana na watu wengine wengi sana. Sisi Mungu ametujalia tunayo Tanzanite ambayo ikuti sehemu nyingine yoyote, unaikuta Tanzania tu. Hivi sasa tumefanya marekebisho ya sheria ya kuweza kusaidia kurudisha hadhi ya Tanzanite, kulibrand Tanzanite kwa kuja na maonesho ya kimataifa na minada ya kimataifa. Tarehe 14 Disemba mwaka 2024 tulianza mnada wa kwanza wa Tanzanite katika namna ya kuweza kuvutia soko hili tena la Tanzanite. Lakini serikali imejenga kitu kinaitwa TEC, Tanzanite Exchange Center, iko pale Mirerani. Ni jengo ambalo biashara yote Tanzanite itafanyikia hapo. Kwa sababu ili madini ya vito yawe na thamani, moja ya sifa yake kubwa ni uadimu. Likiwa linapatikana kila sehemu, inapoteza sifa kutoka kuwa precious mpaka kuwa semi precious stone. Na baadaye unaweza kuuza mpaka kwa kilo. Na huku Tanzanite tukiishika ile karat ndo hasa yenye thamani kubwa. Kwa sasa hivi tupo katika hatua kubwa ya kurejesha hadhi ya Tanzanite. Pamoja na ukuta uliojengwa kwenye kudhibiti utoroshaji, lakini vile sasa tutakuja na mikakati mingine kuhakikisha kwamba Tanzanite yetu inarudi katika sifa iliyokuwa nayo, na hivyo tuweze kuwatengenezea soko kubwa wachimbaji wa Tanzanite. La 9, marekebisho ya sheria. Ndani ya miaka hii 4 Mheshimiwa Rais amefanya marekebisho ya sheria mengi, lakini nitagusia mawili tu ambayo yanagusa moja kwa moja katika maisha yetu ya kila siku. Sheria ya madini kifungu cha 8 kinasema leseni ndogo zitatolewa kwa ajili ya wachimbaji wadogo tu ambao ni wa Tanzania. PML ni exclusive kwa ajili ya Watanzania tu.
Kifungu kidogo cha 3 cha kifungu cha 8 cha sheria ya madini kinaruhusu Mtanzania yoyote mwenye leseni ndogo kuingia makubaliano na mgeni katika mfumo ambao tunaita ni technical support agreement. Tukitambua kwamba kuna wakati wa Tanzania wanachimba lakini wanakosa teknolojia ya kisasa ya kuweza kuwasaidia kuweza kuchimba hayo madini. Mtu anaweza kuchimba kwenye dhahabu akafika mpaka mita 120, lakini mzigo mkubwa huko mita 200 hana uwezo wa kufika. Kwa hiyo tunaruhusu kuingia makubaliano ya kiufundi na yanasajiliwa Tume ya Madini. Hapa katikati palijitokeza matumizi mabaya ya hichi kifungu. Wakajitokeza wageni wengi sana, wakaenda mpaka kuingia kwenye leseni ndogo. Walijaa sana katika machimbo wageni wengi kwenye leseni ndogo ambazo ni kwa ajili ya Watanzania. Kwa kivuli cha technical support agreement, ambao kimsingi nyingine ukiangalia ni kama Watanzania walikuwa wanauza maeneo yao. Na mimi nisema nisingekubali katika kipindi cha Daktari Samia Suluhu Hassan tuingie kwenye historia mbaya ya kuwafanya Watanzania warudi nyumbani kwa wingi wao na kuacha wageni wachache wakifanya shughuli za madini katika maeneo yao. Tumefanya marekebisho ya sheria hivi sasa. Ya kwanza, tumedefine technical support maana yake nini, ili sio kila mtu anaweza kwenda katika leseni ndogo akaingia na kuanza kuchimba. Tumedefine hivi sasa. Ufundi maana yake nini? Ufundi sio kuja na fedha zako nyingi kununua leseni ndogo ya Mtanzania. Tunategemea kupitia mkataba wa kiufundi Watanzania waweze kunufaika na kupata ujuzi mbalimbali kupitia ule uwekezaji ambao tuofanya. Lakini hata mgawanyo wa asilimia ambao ulikuwa haueleweki tumeweka hivi sasa, kwa yoyote itakuwa ni 30/70. Anayekuja na ujuzi wake na vifaa vyake na mitambo yake kwenye leseni ya Mtanzania atanufaika kwa asilimia 30. Ni sharti la lazima. Zamani walikuwa wachukui kitu, wanaishia kugombana kila siku. Na hivi sasa hakuna mtu yoyote ataingia mpaka mkataba usainiwe na kupitiwa na katibu mtendaji wa Tume ya Madini, ili tuongoze vizuri wa Tanzania. Hilo limefanyika. Marekebisho hayo ya kanuni yamefanyika, na hivi sasa anaondoka mmoja baada ya mwingine. Yaani wale ambao hawakuwa genuine wanaanza kutupisha. Tutabaki na genuine investors ambao kweli watatoa msaada wa kiufundi. Eneo la pili la marekebisho ya sheria. Moja kati ya migogoro mikubwa kwa sekta ya madini ni migogoro ya wenye maduara na wenye leseni. Ni migogoro ambayo haiishi kila mwaka. Tatizo ni moja tu, kwamba watu wengi wakipewa leseni hawachimbi wao, wanaruhusu watu kuingia katika leseni zao kuchimba. Ndio hiyo anatengenezwa kitu kinaitwa maduara. Akimwacha pale kwenye mwenye maduara, siku akipata mwekezaji kwenye leseni yake, ananitaka mimi serikali nipeleke askari mwenye mabomu na virungu kumtoa mchimbaji mdogo aliyechimba duara, na huko alimuingiza yeye mwenyewe, na sheria inatamka wazi kabisa anayepewa leseni ndio achimbe. Kuna wakati wa Tanzania wachache walifanya leseni ya madini ya kupangisha. Tumekuja na 40. Mtu yoyote atakayepewa leseni ndogo ya uchimbaji wa madini asimuingize mchimbaji mdogo. Ukikubali kumuingiza mchimbaji mdogo kwenye leseni yako, mambo yafuatayo. Cha kwanza, mwingie naye mkataba na muusajili tume. Cha pili, ukipata mwekezaji lazima umlipe fidia kwa nguvu ambayo ameweka pale chini kwenye maduara. Zamani walikuwa hawezi kwa sababu walikuwa watambuliki kwa mujibu wa sheria. Sheria haitambui wenye maduara. Tumefanya marekebisho na tumeipa jina pekee kwa sababu hatukutaka kutengeneza haki nyingine ya kimadini. Kwa hiyo tumeipa jina lake pekee. Zinaitwa mining blocks ukienda katika special mining blocks ukienda katika tafsiri ya kikanuni. Lakini lengo lake ni hilo, kupunguza migogoro, na imesaidia sana hivi sasa. Nimepunguza migogoro mingi sana hivi sasa pale wizarani. Uwasikii tena watu wanakuja tena. Haya ni mafanikio ambayo yamepatikana ndani ya miaka 4.
La 10, STAMICO. Na itamka STAMICO kwa upekee kwa sababu ndio shirika lilopewa dhamana ya kusimamia rasilimali ya nchi yetu Tanzania, na wao wanaruhusiwa mpaka kufanya biashara ya madini. Ndani ya miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, STAMICO ametoka kwenye mapato ya bilioni 1 mpaka kufikisha bilioni 89 hivi sasa. STAMICO hivi sasa wanajilipa mshahara wenyewe. Hakuna mkono wa serikali tena. Lakini tumewapa jukumu STAMICO. Tunataka State Mining Corporation ya Tanzania iwe ina hadhi sawa kama walivyo Barrick, kama walivyo GGM na makampuni mengine makubwa. Wao wana hadhi sawa. Kwa tumeielekeza hivi sasa kwenda kufanya uwekezaji mkubwa. Katika mwaka huu wa fedha, STAMICO atakwenda kufanya uwekezaji mkubwa wa kuanza kufanya utafiti na baadaye kuja kumiliki migodi mikubwa. Ndio kazi ambayo STAMICO atakwenda kuifanya hivi sasa. Ndani ya miaka michache ijayo nategemea kuiona STAMICO shirika lenye migodi mikubwa na ambao watakuwa na uwezo wa kushindana na makampuni makubwa yaliyoko hapa nchini. Ndio dhamira yetu juu ya STAMICO hivi sasa. Na tumeelekeza tutakwenda kufungua kampuni proper ya kusimamia na kuendesha migodi ya STAMICO ambayo itakuwa nje ya mkono wa kiserikali. Itakuwa professional na itakuwa commercial, ya kibiashara, ili ikashindane sokoni. Tunaamini kupitia wao Watanzania wengi pia wataweza kuwekeza kupitia STAMICO. Habari njema, Mheshimiwa Rais ameridhia zile leseni ambazo nchi yetu ililipa fidia baada ya kesi za ICSID. Leseni zile kubwa zote hivi sasa tunazirudisha chini ya STAMICO, na STAMICO ataanza uzalishaji kwa kutafuta wabia, na ambao hivi sasa atakwenda katika mfumo wa tofauti kidogo ambao utasaidia kupata mapato mengi zaidi kuliko ilivyo hivi sasa. La 11, miradi mikubwa. Nchi yetu ya Tanzania ndani ya kipindi cha miaka 4 Daktari Samia Suluhu Hassan tunategemea kuwa na miradi mikubwa ambayo itakwenda kuongeza tija katika sekta yetu ya madini. Mradi wa kwanza mkubwa ambao tunategemea ndani ya muda mfupi ujao kuanza kazi yake ni mradi wa madini ya dimu pale Ngwala Songwe. Kampuni ya Mamba Minerals iko pale. Lakini vile vile tunategemea mradi mwingine mkubwa wa Kabanga ambao mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 10 tutafanya ground breaking ceremony. Lakini vile vile tunategemea mradi mwingine mkubwa wa Faru pale Mahenge. Lakini vile vile Mheshimiwa Rais anaandika historia ndani ya kipindi chake cha miaka 4. Tumepata mgodi mwingine mkubwa ambao uwekezaji wake ni shilingi trilioni 1 na bilioni 400 pale Nyanzaga Sengerema, mkoa wa Mwanza. Kampuni ya Precious ambayo serikali ni wabia kupitia kampuni ya wabia ya Sota na kwenda kuanzisha mgodi mwingine mkubwa pale. La 12, maudhui ya ndani, local content. Ajira za Watanzania katika eneo hili zimeongezeka sana. Hivi sasa Watanzania wanashika nafasi za juu kwenye makampuni mbalimbali. Ajira za moja kwa moja ni zaidi ya ajira 19,000. 90% zikiwa ni Watanzania, 10 ndio wageni. Lakini tumefanya marekebisho pia ya sheria. Kifungu cha 105 cha sheria ya madini juu ya uwajibikaji wa mmiliki wa leseni kwa jamii, CSR. Zamani mtakumbuka ilikuwa hisani. Mtu anaamua kwenye kijiji hichi awajengee choo au awajengee darasa. Ilikuwa ni hisani. Sasa hivi ni kwa mujibu wa sheria, tumetunga na kanuni. Jamii husika itakaa, itaibua mradi, itaileta juu,
mradi ule utakuwa funded na mmiliki wa leseni, na ndio itakuwa utekelezaji wa CSRO, ambao zamani ilikuwa ni hisani, sasa hivi ni kwa mujibu wa sheria, lazima. Tumeiweka hiyo pia. Lakini lingine ni kuongeza nguvu ya ushiriki wa Tanzania. Ndugu zangu, tunataka ndani ya kipindi cha muda mchache huu wa Mheshimiwa Rais, zile trilioni 3.1 za ununuzi wa bidhaa na huduma zibaki kwa Watanzania, zisitoke nje ya Tanzania. Tumeanza kufanya hivi sasa kazi mbalimbali ambazo ni pamoja na kusaidia katika kuunganisha Watanzania na fursa hizi. Mfano mmoja tu, nikiwa namalizia eneo hili, nataka niuseme, kampuni ya Barrick walikuwa wananunua conveyor belts na conveyor rollers kutoka South Africa. Lakini sisi tulikaa nao na yule kampuni ambaye anazalisha South Africa, ya kwa nini kazi hizi zifanyikie Tanzania hapa. Bahati nzuri walitukubalia. Wakapewa eneo pale Kahama. Wakaingia joint venture na Watanzania. Imefunguliwa kampuni inaitwa East African Conveyors. Hivi sasa conveyor belts na conveyor rollers stock South Africa. Zinatoka Kahama, Shinyanga kuingia migodini. Na tumevuka mpaka mipaka. Tunapeleka mpaka Kibali, Kongo. Haya ni mapinduzi makubwa katika eneo la maudhui ya ndani ambayo yanapatikana. Kwenye eneo la madini mkakati la 13, serikali inakuja na mkakati maalum wa kuyavuna na kuyaendeleza madini mkakati ili yalete tija. Huu ni wakati hivi sasa nchi yetu kunufaika na madini haya, na Mwenyezi Mungu ametujalia tunao ya kutosha. Kwa hivi sasa tupo mbioni kukamilisha mkakati huo ili tuweze kutangazia umma wa Tanzania namna ambavyo tutayavuna na kuyaendeleza madini haya, madini mkakati. La 14, tumekuja na program ya MBT, Mining for a Brighter Tomorrow, ambayo lengo lake kubwa ni kuwagusa wakina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Tunawapatia maeneo, tunawasaidia kupata na vifaa na kuwaendeleza pia. Na eneo la kwanza ambalo tumeanza nalo, ndugu zanguni, ni eneo la Nyamongo Tarime katika leseni ambazo zinazunguka mgodi wa Barrick. Tuna vijiji 13 vinazunguka pale mgodi wa Barrick. Tumetengeneza vikundi vya vijana. Nilikuwepo wiki 3 zilizopita. Nimetoa leseni 46 kwa vijana 2000 ambao tumeweka katika maeneo maalum. Wataanza kuchimba na watapata na msaada wa kiufundi, na habari njema ni kwamba kupitia programu hii wenzetu wa Benki ya Dunia na Baraza la Dhahabu la Dunia wameiona hii programu na wako tayari kutuunga mkono kama Tanzania kwenye utekelezaji wa hii programu, ambayo ni programu ya kipekee ya vijana wanaozunguka katika eneo la mgodi. Badala ya kupewa mashamba wakalime, wanawezesha shughuli ambao wanaiona kila siku ya mgodi pale pale, ili na yeye pia waweze kupata manufaa ya kupitia sekta hii. La 15, kama ilivyo kwenye kilimo, sio kila mkulima ana trekta. Na hivi sasa kule Mheshimiwa Waziri Bashe kaanzisha kitu kinaitwa Mechanization Center, kwamba ukiwa na shamba lako, trekta liko pale, unakwenda kukodi trekta, utalima litarudi pale. Hii tuwapunguzie mzigo wa Tanzania, badala ya kila mtu kumiliki trekta yake. Kwenye madini na kadhalika, tunaanzisha vituo vya ukodishaji wa mitambo. Tutaweka katika maeneo ambako hivi sasa kuna shughuli nyingi za madini. Mtu anahitaji excavator, hana sababu ya kwenda kuitafuta kununua milioni 700. Itakuwa ni utaratibu wa kuweza kukodisha, kuvitumia na vikarudi, ili tuongeze tija katika uzalishaji wetu. Moja kutokea mwisho, hivi sasa tunazungumza na wenzetu wa Benki Kuu ya Tanzania. Tunataka nchi yetu ya Tanzania hivi sasa tutambulishe ununuzi wa sarafu za dhahabu. Watanzania waanze kuhifadhi dhahabu benki, gold coins. Itasaidia sana kwenye kuongeza mzunguko wa matumizi ya dhahabu ndani ya nchi, lakini vile vile kwa bei inavyokuwa kila siku, tunaamini
itakuwa ni moja kati ya uwekezaji mzuri sana. Lakini mazumuni yetu makubwa kabisa ni kuona kwamba tunaisaidia nchi yetu katika kuwa na hifadhi kubwa ya fedha za kigeni kupitia dhahabu. Tumeshauri pia Benki Kuu kwamba wanaweza pia tukafanya mbadilishano wa dhahabu na mafuta, badala ya kulipia mafuta ambayo yanatumika sana kwa fedha za kigeni, tukailipa kwa dhahabu, tukaitunza fedha yetu ya kigeni, lakini vivyo tukawa tumeongeza mlima mkubwa wa fedha yetu ya kigeni katika hifadhi yetu. Haya ndio ambao mashauriano tunayafanya na wenzetu wa Benki Kuu ya Tanzania. Ndugu zanguni, la mwisho, tunaendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali za jumuiya za kimataifa kwa kuingia nao mikataba mbalimbali, kushirikiana nao kwa sababu Tanzania sio kisiwa. Tumefanikiwa kuingia makubaliano na wenzetu wa shirika la utafiti la Uingereza BGS, lakini vile vile GTK ya Finland kwa ajili ya kujengea uwezo na kufanya kazi kwa pamoja. Haya naamini yatasaidia sana katika kuimarisha sekta yetu ya madini. Ndugu zangu, mafanikio yako mengi sana. Naomba mniruhusu niishie hapa kwa leo. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Shukrani sana. Nipo tayari sasa kwa maswali kama ambavyo mtaniongoza. Nipo tayari. Naam. Asante sana Mheshimiwa Waziri Anthony Mavunde akihitimisha basi yale mafanikio katika sekta ya madini. Takriban mafanikio 17 ameyazungumza hapa, lakini kubwa ni mkakati maalum wenye kauli mbiu isemayo madini ni utajiri wa maisha, nayo amezungumza. Lakini sasa, mtazamaji wa TBC1, ni wakati wa maswali na majibu. Natoa gazeti la Raia Mwema. Nimekusikiza vizuri, umeongea vizuri, umeflow vizuri sana. Ni kuhusu miaka 4 ya mafanikio. Mimi nilikuwa najiuliza, katika mafanikio hakuna challenges? Yaani hakuna changamoto yoyote kweli? Kwa mfano, kuhusu ukuta wa Mererani wa Tanzanite. Je, ni kweli kwamba hakuna utoroshaji wa Tanzanite hivi sasa? Na pili, mna mpango gani wa kujenga refinery ya Tanzanite hapa Tanzania na kuacha kupelekwa India ambako ndo kuna kiwanda kikubwa cha kufanya refinery? Na la mwisho, umezungumza hapa kuhusu benki kujivua makoti kwenda kwa wachimbaji wadogo. Je, serikali imekaa na hao watu wa benki mkawashauri kuhusu huo mkakati, wakasemaje? Asante. Mheshimiwa Waziri, utapokea majibu matatu, sio? Sawa. Sawa. Matatu kwanza. Asante. Kwa jina naitwa John Bukuku kutoka Fushangwe. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana kwa maelezo yako. Tumekuelewa vizuri. Hapo nyuma kulikuwa na wafanyabiashara wachimbaji wa kutoka Kongo ambao walitembelea kiwanda cha refinery ya pale Mwanza cha Stamico. Na walikuwa na lengo la kuja kusafisha dhahabu yao pale Mwanza. Sasa sijui huo mpango unakwenda vipi, na labda kama kuna wengine tena au labda hizi changamoto zinazotokea huko zimeweza kukwamisha hilo jambo. Nilikuwa naomba maelezo kidogo kwenyewe. Mheshimiwa Waziri, mimi ni Suleiman Msuya, natoka Raia Mwema. Kipindi cha nyuma kulikuwa kuna changamoto ya watu hasa huko kanda ya Ziwa huko. Msuya nimejenga nyumba yangu na eneo kubwa na limalima, baadaye na kuja kugundua kuna mahali kuna madini. Sasa unaanza kuchimba, baadaye anatokea watu wanasema ndio wawekezaji walikuwa ni kwao. Ilikuwa mgogoro sana kipindi hicho. Labda kwa sasa hali ikoje? Kwa maana umezungumzia vidiwara ambao ni maeneo ya watu. Kuna mtu nyumbani kwake alikuwa hajui, baadaye anakuta anachimba shimo la choo, anakutana na dhahabu. Anakuwa sasa ni mgodi huko nyumbani. Hii hali kwa sasa iko, na wale watu wako katika mfumo gani? Lakini swali lingine ni swala la miundombinu. Mfano huku Mahenge huku kuna hiyo ulisema sui kinywa na vitu kama hivyo. Lakini miundombinu ya kwenda kule
ni migumu sana, hali ambayo wawekezaji wanaoenda kule kipindi cha mvua kama hivi karibuni inakuwa ni shida kwenda kufanya kazi. Na mmoja wapo kule ni mbunge wa jimbo la kule anachimba na anateseka sana na hiyo changamoto. Sasa nataka kujua nyie kama Wizara ya Madini mna msukumo gani kwa wizara hizi zingine mtambuka kuhakikisha kwamba hizi changamoto za wawekezaji hasa kufika maeneo ya site inakuwa inapungua. Lakini swala la mwisho nilikuwa nataka kufahamu kwa sasa ni madini yapi ambayo tunasema Tanzania tunayavuna kwa wingi na kuyauza kwa wingi, na kwa kiasi gani kwa mwaka, kama ulikuwa unazungumza hapa kwamba hii sekta ya madini haya yamechangia asilimia fulani haya mapato?